Krismasi mwaka 2025 tarehe 23 mwezi wa 12 2025. Risala kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, sherehe yetu mwaka huu zimeambatana na kauli mbiu isemayo uhamasishaji rasilimali fedha kwa ufadhili wa ndani. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi Masasi TC, mchungaji kiongozi kanisa la FPCT Masasi, mzee kiongozi, baraza la wazee wa kanisa, mshirika mwenza, wazabuni wetu, wadau wetu wa elimu, viongozi wote wa vyombo vya usalama mlioalikwa, viongozi mbalimbali, wachungaji, watendaji, watumishi wote mliopo, wadau wote wa maendeleo, waandishi wa habari, wazazi, vijana, watoto, mabibi na mabwana. Uhamasishaji rasilimali fedha kwa ufadhili wa ndani. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa yote. Mnamo mwaka 2018 shirika la Compassion International Tanzania kwa kushirikiana na kanisa mshirika mwenza walitambua umuhimu wa kuzifikia baadhi ya jamii maskini kabisa hapa Masasi na kuamua kuzihudumia. Ndugu mgeni rasmi, kituo chetu kina jumla ya watoto na vijana 211 na jumla ya wazazi 425. Ndugu mgeni rasmi, watoto na vijana kwenye kituo chetu wanahudumiwa mahitaji mengi kama ilivyo azma yetu ya kumkomboa mtoto katika umaskini kwa jina la Yesu, kwa kusimamia yafuatayo: afya. Watoto wamekatiwa bima wote na kuwawezesha huduma za matibabu kulingana na uhalisia wa magonjwa. Elimu. Watoto wanalipiwa michango na ada elekezi za hostel na bweni kwa wale wa sekondari na michango ya taaluma kwa wale wa shule za msingi. Uchumi. Wazazi wetu wanawezeshwa elimu na ujasiriamali na kisha wanawezeshwa vifaa, mitaji, vivyo hivyo kwa makundi ya vijana. Hata sasa jumla ya wazazi 158 wamewezeshwa mitaji na kufanikiwa kuunda vikundi 10 vyenye idadi ya wazazi 20 kila kikundi. Masuala ya kijamii na ulinzi wa mtoto. Ndugu mgeni rasmi, wazazi na vijana wanapewa elimu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoka serikalini. Tumefanikiwa kuwa na vikundi vya vikoba vya wazazi wetu ambao ni wanufaika na wameendelea kujikwamua kiuchumi. Uboreshaji wa makazi ya baadhi ya watoto na ujenzi wa nyumba kupitia ufadhili na zawadi. Kuandaa na kuboresha mazingira bora ya michezo kwa watoto na vijana. Wanahudumiwa vifaa vya shule kama mabegi, madaftari, sare za shule na michango ya kitaaluma mashuleni mwao. Wanahudumiwa uchunguzi mkubwa wa afya kwa kila mwaka kwa watoto wote. Wanapewa lishe bora, chakula na malazi bora kwa kuhudumiwa vitanda, magodoro na vyandarua, na mpaka sasa kituo kimefanikiwa kugawa vitanda na magodoro 160 vyenye ubora unaotakiwa. Ndugu mgeni rasmi, wazazi, watoto na vijana kwa kupitia shirika la Compassion na makanisa washirika wenza walikaa na kuona ni vizuri kuwa programu ya masomo muhimu ya ukuaji kiakili, kimwili, kiroho, kijamii na uongozi. Ndugu mgeni rasmi, watoto wenye uhitaji ni wengi. Hivyo kwa kuona umuhimu huo, mwaka huu tumeamua kuhamasisha kwa ajili ya uchangiaji fedha kwa ufadhili wa ndani. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio bado tuna changamoto. Uhaba wa rasilimali fedha ili kuwafikia watoto wengi, uhaba wa wakufunzi na wataalamu wa kutufundisha, ukosefu wa uelewa kwa jamii juu ya haki za watoto tunaoathirika ni sisi watoto. Baadhi ya kutokuwa na mwitikio mzuri wa elimu, kwani wapo baadhi ya wazazi wanaoshawishi watoto wao wafeli katika mitihani yao ya darasa la 7 ili wasiendelee kielimu. Wazazi kutengana au kuachana, swala lililopelekea watoto kuhamahama.
Maombi. Tunaomba uwe sehemu ya kufanikisha zoezi letu la uhamasishaji na kuhusika ili kuwezesha zoezi zima la ufadhili wa ndani. Wazazi wawatie moyo watoto katika elimu, kwani wapo baadhi ya wazazi ambao huwashauri watoto wao kufeli ili wakae nyumbani. Hili linapaswa kuepukwa. Tunaomba serikali isiwaweke nyuma wadau wa maendeleo, kwani wana mchango mkubwa kwa jamii na wadau na serikali tushirikiane. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni taarifa fupi ya kituo cha huduma ya mtoto kanisa la FPCT Masasi. Kanisa la Free Pentecostal Church, kituo cha huduma ya mtoto na kijana TZ 1802. Taarifa ya kituo cha huduma ya mtoto. Ndugu mgeni rasmi, kituo cha huduma ya mtoto FPCT Masasi, Masasi Student Center TZ 1802 kilianza rasmi Oktoba 2018 kwa kuandikisha watoto 200 ambapo hadi sasa tuna watoto 211. Ndugu mgeni rasmi, kituo kilianzishwa kikiwa na wahudumu wawili ambaye ni watendakazi, kikiwa na watendakazi wawili, kamati ya huduma ya mtoto watano pamoja na kamati ya huduma ya mtoto watano. Ndugu mgeni rasmi, kituo kimekuwa kikitoa huduma mbalimbali kwa watoto na wazazi, ikiwemo huduma za afya, ada za shule, vifaa vya shule, huduma za kiroho na huduma za kijamii. Taarifa ya watoto. Idadi ya watoto kwa umri wa miaka 3 hadi 5 watoto wako 32, umri wa miaka 6 hadi 8 watoto wako 14, umri wa miaka 9 hadi 8 wako watoto 89, na umri wa miaka 12 mpaka 14 wako watoto 76. Kwa hiyo jumla ni watoto 211. Madarasa ya watoto. Darasa la chekechea tuna watoto 36, darasa la kwanza tuna watoto 12, darasa la pili tuna watoto wawili, darasa la 5 tuna watoto 36, darasa la 6 tuna watoto 45, darasa la 7 ambao wamehitimu wako watoto 23, form 1 wako watoto 9, form 2 wako mtoto mmoja, chuo wako watoto wawili. Kwa hiyo jumla ni watoto 211. Ndugu mgeni rasmi, watoto wetu wanahudumiwa wakiwa katika makundi tofauti, ambayo kuna kundi la walemavu, kuna kundi la wanaohudumiwa wanaoishi katika mazingira magumu zaidi, lakini pia kuna watoto ambao wanahudumiwa wakiwa kwenye kundi la lishe kwa maana ya HIV, ambapo mlemavu ni mmoja, watoto wenye HIV wako 4, watoto wanaoishi katika makundi la mazingira magumu zaidi wako 4, kwa hiyo jumla wako 9. Ndugu mgeni rasmi, kupitia shirika la Compassion wana matarajio makubwa juu ya kanisa kupitia kanisa mshirika mwenza. Yapo matarajio ambayo walitamani kuyaona, ambayo ni kukua katika Kristo, ustawi, vijana wawe chachu ya mabadiliko, utoshelevu. Mbali na hapo, kanisa nalo lina matarajio ambayo linatamani kuona kwa vijana hawa. Jambo la kwanza, umiliki, ambao kanisa lifike mahali liweze kuimiliki huduma na pamoja na rasilimali. Kanisa liwe na uwezo wa kiprogram pamoja na rasilimali watu. Lakini jambo lingine ni rasilimali ambayo huwezesha rasilimali na mazingira wezeshi kwa hawa watoto. Ndugu mgeni rasmi, hiyo ndio taarifa fupi ya kituo cha. Naomba niongee na wazazi. Naomba wazazi tusikilizane vizuri kabisa. Watoto wetu wamepata nafasi ya kulelewa au kusaidiwa. Hebu niseme tu kulelewa na wafadhili. Sisi tuna mchango gani kwao? Sijajitambulisha. Mimi nimekuja kwa niaba ya mkurugenzi, lakini mimi naitwa Elentuda Mtewe, afisa elimu sekondari. Tuna mchango gani sisi kwa hawa watoto kwa upande wa malezi? Tuna mchango gani? Hebu jiulize, endelea kujiuliza mwenyewe. Mimi nina mchango gani kwa mwanangu? Hawa wamenipa hela, wamenipa uniform, wamenipa chakula. Mimi
ninafanya nini ili hivi vitu wanavyonipa vionekane vina thamani? Ninafanya nini? Wazazi tupote? Hebu jiulize hapo kaswali kadogo tu, zungusha kichwa chako mara moja. Jiulize, mimi nina mchango gani katika hili? Wanawapa chakula, wanawapa uniform, wanawapa madaftari, wanawapa kalamu. Mimi je, nina mchango gani? Kwenye changamoto hapa tumesikia kuna wazazi wanawaambia watoto wao wafeli ili wasiendelee. Ni kweli? Ni kweli? Je, ni sahihi kufanya hivyo? Uniform unapewa, ada unalipiwa. Kwa nini mtoto usimuhimize aende asome ili baadaye awe mkombozi wako? Nitoe wito kwenu wazazi, kwa kuwa kila kitu tunapewa, basi sisi tuwe na mchango mdogo sana wa malezi. Tuwalee watoto wetu kadiri inavyotupasa tuwalee. Watoto wawe na nidhamu, watoto wasome, watoto watulie darasani, mwisho wa siku wafaulu na wasonge mbele. Nikienda shuleni kule huwa nawaambia, mnatamani kukaa Masasi hadi lini? Huwa nawaambia maneno hayo wanafunzi wangu, kwamba akisoma atachaguliwa kwenda shule ya mbali, ataenda atajifunza vitu vingine kule, vitamhamasisha yeye kuendelea mbele zaidi. Lakini mwisho wa siku atakuwa msaada kwako mzazi, na atakuwa msaada kwa wadogo zake, si ndio wazazi? Ndio. Lakini changamoto nyingine wanasema ni changamoto ya kutengana wazazi na kusababisha familia kuhamahama. Ukitengana baba na mama, huyu mtoto ndo anayeteseka. Utasikia ngoja niende kwa bibi, ngoja niende kwa shangazi, ngoja nimfuate mama. Hii nayo inaleta changamoto kubwa sana. Wazazi tuvumiliane. Wazazi tuko wote? Ndio. Tuvumiliane ili tuwalee hawa watoto. Yes. Tuliambizana, nitakuvumilia katika shida na sasa wewe mbona shida kidogo unakimbia? Usikimbie. Mkae chini, muongee ili muwalee hao watoto. Watoto hao watimize ndoto zao. Wakisikia sauti ya baba na sauti ya mama, wanakwenda kwenye mstari nao takiwa. Watoto hao wanapata changamoto mbalimbali sana. Wazazi tuwasikilize watoto. Wazazi tuwasikilize watoto. Tuwe na muda nao. Mtoto anaondoka asubuhi kwenda shule, mzazi bado umelala. Anaporudi jioni, mzazi hupo nyumbani. Mpaka analala mzazi hupo. Mtoto huyu utamfundisha saa ngapi? Eti wazazi, mtoto huyu utamfundisha saa ngapi? Amekula mwenyewe, amefika toka shule, amezurura, amerudi nyumbani. Unajua amezururia wapi? Amerudi huko, amepata changamoto za mtaani, amerudi nyumbani, hujamwangalia. Mwisho wa siku unakuta mtoto ameathirika, ameharibika, ndio unamgundua. Lakini kama tungekuwa nyumbani, tungempokea mtoto anatoka shule, unamuuliza amesoma nini leo, amejifunza nini, amekutana na nini, nini kwake kizuri, nini kwake kibaya, tutajua mapema. Tutakuwa na nafasi ya kuwarekebisha watoto, tutakuwa na nafasi ya kuwafundisha watoto. Lakini kingine pia, watoto wetu wanajifunza mambo mbalimbali.
mambo mazuri na mambo mabaya. Ni sisi wazazi, yale mazuri tuwahimize yaendelee, lakini yale mabaya tuambie hili hapana. Sawa wazazi? Wazazi tupo wote? Ndio. Tuwakataze yale mabaya wasiyafanye na yale mazuri wayafanye. Lakini tunawakataza kwa mtindo gani? Sisi wenyewe tuwe mfano. Ukitukana tusi mbele ya mtoto atalishika, ataona ni kawaida, mbona mama amesema, ataona ni neno la. Kwa majina naitwa Suzana Bushiri. Mimi kama mzazi wa tukio hili la kugawia watoto zawadi kupitia Compassion, kwa kweli limetufurahisha, limetutia moyo, lakini pia na huu uhamasishaji umetutia nguvu na umetuwezesha kupanua wigo mkubwa juu ya watoto wetu. Kwa hiyo tunalishukuru sana shirika hili na tunaamini tutaungana pamoja kwa mimi tunafanikisha kupitia kituo chetu watoto ambao wanalelewa. Mungu awabariki na wafadhili, Mungu awatie nguvu. Tumefurahi sana pamoja na watoto wetu kwa zawadi zilizopata. Kwa majina naitwa Bozio, mtoto wa kituo cha Compassion Asasi. Mimi ni mmojawapo wa watoto ambao wanahudumiwa katika kituo hiki, lakini pia tunahudumiwa vizuri, na siku ya leo tulikuwa na sikukuu ya Krismasi, tulikuwa tunashirikiana na wazazi. Tumegawiwa zawadi mbalimbali, tumepata nguo, lakini pia tulipata madaftari pale kwa watoto ambao walifanya vizuri. Kwa hiyo tunajisikia vizuri pale ambapo tunapewa zawadi hizi, kwa sababu kuna wengine wazazi wao wanakuwa hawana uwezo wa kuwanunulia vitu. So wanapokupatia zawadi hizi inakuwa ni mojawapo ya kutusaidia katika mazingira yetu. Lakini pia kituo kinatuhudumia katika vitu vingi. Kwa mfano tunapewa huduma za afya, elimu, lakini pia tunapewa vitanda, magodoro, vyandarua, tunapata vifaa vya shuleni, tunatafutiwa tuition hapa, tunasoma. Kwa hiyo imekuwa ni msaada mkubwa kwetu, kwa sababu tunaelimika kielimu kupitia kituo hiki, lakini pia watoto wengi wanamjua Mungu kupitia kituo hiki.